basi inshallah. Nafasi inayofuata baada ya qiyamu ni nafasi ya shekhe wetu Sheikh Hamisi Juma Sungusungu, ndio anasimama kwa ajili ya nasaha, na kwa kweli ni mtaalamu inshallah atapita mapito atakayopita. Niseme karibu shekhe wangu uweze kusema na wageni pamoja na waislamu wa Mwanza inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia watu wa Mwanza kupitisha riziki ya watu wema katika ardhi yetu. Nakiri kwa moyo na nabaini kwa ulimi kwamba hakuna mola yoyote anayepasa kuabudiwa ila Mungu, na yeye ndiyo mola wetu. Rehma na amani ziende juu ya mtume wetu ambaye hakuna mwingine tunayemtegemea ila yeye ambaye ndiyo nguzo yetu, na ziwaendee maswahaba zake ambao wameifikisha dini kwetu tokea leo mpaka siku ambayo tutakayokutana na Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wetu. Baada ya shukrani, jana tukiwa kwa shekhe wangu, mimi humuita shekhe wangu lakini hukataa, Al-Faris, kwa sababu shekhe unaweza kuwa ni shekhe wa umri, unaweza kuwa ni shekhe wa ilmu, lakini pia kwa busara. Tulipokuwa pale katika mafunzo tuliyopata kutoka kwa shekhe letu, alisema hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume anaamrisha ukimpenda mtu ufanyeje? Umwambie kama nakupenda. Sasa naomba nizungumze Kiswahili tu. Nitarudia maneno yale yale lakini si yale yale. Kata kusema nitarudia maneno yale yale lakini si yale yale. Shekhe, tunakupenda. Tunakupenda na tunakupenda wewe. Tunakupenda wewe na wewe. Tunakupenda wewe na wewe na wewe. Tunakupenda wewe na wewe na wewe pamoja na wewe. Na mwisho tunakupenda wewe na wewe na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe. Barakallahu fik. Haki ya mtume. Maneno haya ukiyasikia ni yale yale lakini si yale yale. Shekhe, tunakupenda. Ili ndio alilosema ukimpenda mtu ufanyeje? Umwambie. Ndio tunamwambia. Lakini tumemwambia tunampenda na tunampenda yeye. Kumpenda tumeshampenda. Tunampenda yeye alivyo kwa uchamungu wake na kwa ilmu alionayo. Pili, tunampenda yeye, tunampenda yeye na yeye. Tunampenda yeye na ilmu na uchamungu wake na yeye, manake na wanaompenda yeye pia
twawapenda. Twampenda yeye, twampenda na yeye, maana yake tunampenda yeye, tunampenda ilmu alionayo yeye, na tunawapenda wanaompenda yeye, na tunawapenda wale aliowazaa yeye. Tumesema tunampenda yeye, tunampenda yeye na yeye pamoja na yeye. Maana yake tunampenda yeye, ilmu na uchamungu wake yeye, tunawapenda wanaompenda yeye, tunawapenda alowazaa yeye, na pamoja na yeye tunawapenda na wale waliomzaa yeye. Twampenda yeye na yeye pamoja na yeye. Maana yake twampenda yeye, ilmu yake na uchamungu wake yeye, na wale wanaompenda yeye, na aliowazaa yeye, na waliomzaa yeye, na ardhi anayoishi yeye pia twaipenda. Na hili la mwisho, hili la ardhi anayoishi yeye, ni katika sababu za watu waliotoka Mwanza wakaenda kufanya zefa kule. Watu wa Mwanza walienda Mambrui wakafanya zefa kwa sababu 4. Sababu ya kwanza, wanaipenda ardhi ambayo anaishi shekhe. Kwa kuipenda wakaamua waitembee ili kuitabaruku. Lakini pia kutembea pale kwenye nyayo walizopita wale ambao amewazaa yeye au waliomzaa yeye. Wakaamua wakanyage mleo alimokanyaga wale wanaomhusu shekhe. Halafu sababu ya tatu, wakitembea kwa sababu ya kufanya sha'airu rasul. Halafu sababu ya 4, walitembea kwa sababu ya mahabbatu rasul. Haya ndiyo ambayo kwangu nimeona ni naswaha. Na kama alivyosema msemaji ambao ulitangulia kwamba sisi tunampenda shekhe, ni kweli tunampenda kwa sababu nyingi, lakini sababu zingine kubwa ni kama nilivyotoa shukrani. Katika sababu za mtu kusafiri, mtu ili asafiri atoke sehemu moja aende sehemu nyingine, ili ipatikane sababu ya kwanza kabisa ya kumsafirisha mtu ni riziki yake, kwamba iko kule, kwa ni lazima atoke mahala ili afanyeje, aifuate kule. Sasa sisi tunafurahi sana shekhe kuona kwamba Mwenyezi Mungu akajalia riziki ya wacha Mungu ikaja katika ardhi yetu na wakaifuata kwetu. Ili jambo la kushukuru sana. Mwisho kabisa, kwa sababu huwa tunazungumza kwamba wazungumzaji wana aina 3. Kuna mutakallimu majmu'i, kuna mutakallimu masmu'i, na kuna mutakallimu madhufu'i. Akiwepo shekhe, sisi wote ni mutakallimu madhufu'i, hatufai kusema, ila tunasema kwa sababu tunasemezwa kusema. Nikishia hapa, napenda kuambia ndugu zangu wa Mwanza, kama nilivyosema tena mwaka jana hapa kwamba shekhe akija kwetu ni chuo. Kwa hiyo yale ambao tunayaona kwake ni mambo yetu ya kuyafanyia kazi. Kwa maana hiyo sipendi kutawilisha ili tupate muda mrefu wa kuchota kwake. Naishiliza hapa
lile ambalo nimelisema liko sawa na Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni la Mungu na Mtume, chukueni. Lakini nilosema liko kinyume cha hapo ni nafsi yangu, niachieni mwenyewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya salamu, kazi niliyopewa ni moja tu, nayo ni kusafisha uwanja huu, kuandaeni na kumuomba kwa heshima na taadhima baba yetu, mzee wetu, mlezi wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, aweze kusimama na kuzungumza nasi. Tuko tayari kumsikiliza? Tuko tayari kumsikiliza? Waliolala waamke sasa. Aliyekaa vibaya ule mkao wa hivi akae vizuri. Anapozungumzwa Said Muhammad, anapozungumzwa Sharif Said Muhammad Albidh, hatutanii. Haya yanayosemwa si utani, na ndio maana tunawashukuru sana ndugu zetu wa Riyadh ambao wao ndio msingi, ndio asli ya Said Muhammad kuja hapa, na sisi sote tukapata haya mafuta uzuri kutokea hapa. Tumsalie Bwana Mtume. Tunawashukuru sana kina Sheikh Saleh, kina Sheikh Idrisa, kina Sheikh Ali kwa ukarimu wao. Leo hii nataka nikwambieni ndugu zangu, Mwanza inajulikana dunia nzima. Sijui kama hilo mnalijua. Wanasema Waswahili, ukiwa karibu na waridi na wewe utafanyaje? Kwa kuwa watu wa Mwanza tumekuwa karibu na Said Muhammad Albidh, tunanukia hadhara ya miaka 100 iliyokuwepo leo, jinsi mzee wetu alivyo na moyo mkunjufu. Ametutaja katika kila eneo. Tumsalie Mtume. Mpaka amefika mahala kumwambia Rais Tanzania asabiqa Sheikh Ali Hassan Mwinyi kwamba Mwanza kuna matawi yangu na anafanya kazi, jicho lako liangalie. Jamani, anatupenda hatupendi? Alikuwepo mufti wa Maka, amemwambia Mwanza. Mufti wa Pakistani kaambiwa Mwanza. Kina Mansab kutoka Yaman huko wameambiwa Mwanza. Sasa mtu wa aina hii ametufikia, sisi tumdharau? Ndugu zangu, tumdharau? Kwa hiyo sisi kuwa nao ndugu zetu, hatufikii hata robo ya yale ambayo Said Muhammad anatufanyia. Kwa wale ambao tunaokwenda Mambrui ni mashahidi. Mzee kwa umri wake anatoka Mambrui ni kilomita 100 zinafika 300 kutoka Mambrui kuja Mombasa, 120. Anakuja kutusubiri kutupokea. Hebu fikiria. Na mkifika pale, dhamana yote juu yake. Na akikuteni mnakunywa chai, mmesema jamani usiku kucha tukanywa chai mahala, anagombana na Faris. Faris, kwa nini umepeleka wageni wangu hoteli? Tumsalie Mtume. Atupende kiasi gani? Kwa hiyo sisi tunashukuru Riyadh kwa kutuletea nuru hii na kutufanya tuwe karibu na nuru hii, na tuahidi tu mbele ya ustadhi hapa Said Muhammad
tutaendelea kuiheshimu Riyadh, tutaendelea kuienzi Riyadh, tutaendelea kuwa karibu na Riyadh ili tuweze kupata nuru zaidi za Al-Habib. Ndugu zangu, tuwe watulivu ili tumsikilize Sayyid. Na tunaposema ni mwanachuoni, ni mcha Mungu, usifikiri kama tunapamba tu. Shekhe wetu Sheikh Alfan Kiumbe, Mungu amrehemu, alipata kusema vitu vitatu havitaki kampeni. Vitu vitatu havitaki. Jambo la kwanza elimu, pili ucha Mungu, tatu mali. Kwa sababu yote haya yanahitaji hakika. Utajifanya una ilmu, iko siku itatakiwa ilmu itoke. Sasa pepa kutakiwa ilmu itoke, unarudi nyuma. Utajifanya mcha Mungu, tunataka dua, Mungu atujibu sasa hivi, unarudi nyuma. Utajifanya una mali, umeugua tu kwa shilingi 200,000 huwezi kujitibisha, mtihani. Kwa Sheikh Alfani akasema vitu vitatu havihitaji nini? Kampeni. Sasa mawahabi wafahamu kwamba tunapomsifu Said Muhammad Albidh hatuna maana kwamba labda tunafanya kampeni, ni hakika. Muda hautoshi na kazi yangu ni kumkaribisha. Ningekuelezeni muelewe kwamba mbele yenu yuko mtu gani. Ndio maana sisi hukasirika sana. Utaona Sheikh Sungsungu kasimama, mimi nimesimama. Kwa sababu gani? Kuhakikisha kwamba tusiingize jambo litakalomtoa mzee wetu kwenye hadhara. Kwa naomba sasa tusilale, tukae imara. Kama sisi watu wa Mwanza tunaweza kuonyesha dharau mbele ya Said, tunapoteza muda wetu. Watu wa Tanga, watu wa Dodoma, watu wa Masangi sijukule, watu wa Kigoma. Hivi mimi nina kesi kubwa kwa watu wa Kigoma kwa mwaka jana, kushauriana na shekhe wa mkoa, na akanambia mzee, kwa sababu ya uchaguzi asije. Nina kesi, kila ninavyojibu nazaumewa na watu zaidi ya 100. Hivi hapa natumia lugha yangu ile kugaragara, sijui kama naeleweka. Kiswahili cha Kigoma, Sheikh Sungsungu utamtafsiria Abu Alama. Na garagara kwenye miguu ya bwana hapa, akubali mwaka huu Shawali aende Kigoma ili nikavue ile dhima. Watu wanavompenda huyu bwana. Kwa hiyo nakuombeni watu wa Mwanza, tufahamu heshima ya Said Muhammad na tuwe watulivu tunapomsikiliza. Na unapomsikiliza Said Muhammad, Sheikh Tawfik Ibrahim Malilo wa Kigoma alipata kusema, ukitaka usitake mbele ya Said Muhammad utakuwa mwanafunzi, hata uwe shekhe na vilemba. Na imethibiti juzi kafanya tabaruku tu kidogo ya kufundisha kitabu kimoja tu. Yale magogo yote ya dunia yanasema tunakitaka hichi kitabu, kikafundishwe Yemen, kikafundishwe Madina, kikafundishwe Maka. Alafu unapata bahati ya kukaa naye, unacheza, unalala. Tumsalie Mtume. Furaha furaha ya sharifu wetu, 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 furaha furaha Said Bidhi yuko hapa, furaha furaha Said Bidhi tuko naye, furaha furaha ya sharifu wetu, furaha furaha ya sharifu wetu, furaha furaha Islamu furahia, furaha furaha mzee wetu tupo naye, furaha furaha ya sharifu wetu, furaha furaha ya sharifu wetu. Sallu ala nabi, sallu ala rasul, sallu ala alhabib. Naam, sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Said Muhammad bin Sharif Said bin Sharif Abdallah Albidh, kwa heshima na taadhima, Waislamu waliohudhuria katika hadhara hii ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika masjidi ya Riyadh, wako tayari sasa kukusikiliza na kuomba. Na niwaombe wasimamizi tuendelee kwenda kasi tena kwa watoto wetu, ili wawe watulivu zaidi kwa ajili ya kumsikiliza mzee wetu. Kwa heshima na taadhima, tafadhal uzungumze na hadhara hii. Bismillah walhamdulillah wa salatullahi wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala, amma ba'du.
Kwanza nasikitika sana kusifia sifa kubwa, lakini sistahiki kabisa, hata ikiwa ni mtoto wangu, hata ikiwa marafiki zangu. Lakini nakumbuka hadithi ya mzee wangu Sharif Saidi, aliletewa barua kaandikiwa al-alim al-allama al-arif billah al-qutb. Alikasirika sana, akachukua barua kaeka mfukoni, mpaka Sharif Haddad kaambia, al-akh Said nani wewe? Kaambia watu wanatezea, wanasifu sifa hata tusijui kama. Mimi sipendi mambo kama haya. Sharif Haddad kaambia, wapenda uzipate sifa hizo, hupenda uzipate? Akaambia napenda. Akaambia sema amina. Basi na mimi nasema amina, kwa nazo sina, lakini nasema amina, Mungu anipe kabla ya kuondoka duniani nizipate. Alimamu Abi Hanifa alipita mahala, mmoja akamwambia, "Mbona yule shekhe ule anaswali siku kucha?" Abi Hanifa akamwambia, "Ameniumiza yule mtu. Mimi si swali usiku kucha, swali nusu ya usiku tu, nusu nikalala. Leo amesema mbele ya watu na swali usiku kucha, nikitoswali toka umefanya muongo yule mtu. Tangu leo nitaswali usiku kucha, sababu yule mtu asiwe muongo tu." Tangu siku ile akaswali usiku kucha mpaka asubuhi, muda wa miaka 40. Abi Hanifa akiswali ishai alikiswali mpaka asubuhi, muda wa miaka 40. Yeye sana Sheikh Abdul Qadir Jilani, sana Sheikh Abubakar bin Salim, mabwana wakubwa walikuwa hawalali usiku wala hawakufa. Kuna wengine watakidi mimi nikilala ndo nitaishi, nikitolala nitakufa haraka. Ni uongo, nimeshakueleza jana hayo. Sifa hizo mniombe Mungu, Mungu anipe, lakini sina. Naomba kwa hakika sina, lakini kwa dhana zenu nzuri Mwenyezi Mungu aweza kunipa na aweza kuwapa na nyinyi. Ama sifa kwa tumewapenda tu hapa, iko sababu ya kuwapenda. Mwanza mimi nilikuja zamani nyuma ya miaka 25, lakini niliingia msikitini orodha ngatoa khutba, na bwana mmoja akatualika nyumbani kwake, nikaja tena tukaenda msikiti mwingine watakwa tukatoa khutba, na bwana kanialika, na mara nyingine kama ilikieje hivi kama kupita njia tu, lakini kwa siji Mwanza ni Mwanza, naja Mwanza ni njia ya kwenda nitakapo. Malipoanza mpango wa maulidi, hapo ndio jamaa wakanialika, watu wa Riyadha wakisimamia na ndugu yetu Sheikh Saleh Haidar al-Farsi, akaambia uje ni mgeni wangu. Na yeye alipoambia mgeni wangu, na mimi nikaja, sababu yeye alikija Mambrui na aila yake yote, akikaa ni kwao, alikuwa hakai ni mgeni. Akikaa ni kwao, akiuliza chakula, kama hakuna pia akisimama, amekaa na aila yake kwao, mpaka watu nyumbani wakasahau wageni sisi au ni wao. Kwa sababu hiyo aliponiambia uje, kisha ndugu zetu kina Idris na Mwalimu Ali wakawa hawatoki Mambrui, kila mwaka wanakuja mara 3 hao. Ikanibidi katika mpango wangu nipange lazima siku hizi niko Mwanza, na kula nikija naona maendeleo zaidi, nazidi kuwa na mahaba zaidi kupapenda. Kwanza ni maulidi, natumai maulidi ya kwanza hata hapa Kipiani watu kwa hawafiki, sio bwana? Tangu hapa pa Kipiani tu hawafiki. Leo msikiti karibu ya kujaa, na leo sikupanda mlima ungalijaa wengi zaidi, lakini kuna watu wengine ni wavivu kupanda, ni wapesi kushuka. Kushuka huwa wapesi sana, lakini kupanda huwa wavivu. Lakini apandaye hupanda, hashuki. Ule Marabu mmoja ile alifundishwa gari Tanga, ule mwenye kumfundisha akamwambia rejeza nyuma gari, akamba Marabu harejei nyuma, haenda mbele tu. Sitaki kufundisha kurejea nyuma, nifundisha kwenda mbele. Basi na Muislamu harejei nyuma wala hashuki, hupanda tu. Sizungumzi sana sababu ile zungumzo nimezungumza mimi, lakini nataka kuwafahamisha baadhi ya mambo. Kwanza tushikamane sisi watu wa tarika. Hivi vikundi vilikuweko ni kusaidiana, wataawanu ala albirri wattaqwa. Leo kuna Riyadha, leo kuna Darul Mustafa, leo kuna Sina, leo kuna wapi, leo kuna Mandu, leo kuna wapi. Maana yake tusaidiane katika kazi.
na miongoni mwa kusaidiana, afanyaye yoyote aijihisi na mwingine anafanya. Ule mmoja alipita, mpenzi wake amesimama kwenye ukingo wa bahari. Ule mpenzi kwa mahaba akajitosa baharini, na ule wa pili naye akajitosa. Akaambia, mbona umejitosa? Akaambia, dhanantuka ana, nilikuwa ulipojitosa nijiona mimi, sikujitosa kwa umejitosa, ni wewe nimekuona ni mimi. Na mimi nikaingia. Na maneno hayo Tai Ibn Taymiyyah hasa katika fatwa zake. Ndio ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badana. Mimi ni yule nimpendaye, na nimpendaye ndiye mimi. Ni ruhu mbili ziko mwili mmoja. Kuna vyombo vya kisasa vya kula 3 in 1, vitu vitatu katika chombo kimoja, na watu watatu waweza kuwa na roho moja, wote mwili mmoja. Na mtu akipendana kwa Mwenyezi Mungu, alama yake hawateti. Ukiona watu wameteta, mmoja alikuwa hampendi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukiona mtu amempenda mtu kisha kagombana naye, mmoja katika wao alikuwa ni mbaya. Lakini ikiwa wote wawili ni wazuri, watapendana tangu duniani mpaka akhira, kwa nasi ya Qur'ani, al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa almuttaqin. Wale mabui, wale marafiki safi wale, kwetu wanaitwa bui. Wale mabui ni ule rafiki ambaye kwamba mapenzi yake yako ndani ya moyo. Siku ya kiyama atakuwa ni maadui wale, ile wale mwogopa Mwenyezi Mungu. Na hii kilima cha mabui, babu yetu Sheikh Salim bin Abdullah Bakathir alipokuwa Unguja tu, Unguja aliwapenda sana yeye na babake Sheikh Abdullah Bakathir. Sheikh Salim kule muonao alikwambia, huyu ni bui yangu, huyu bui yangu. Watu Unguja kumuita Sheikh Salim bui na Sheikh Abdullah bui pia. Kwa sababu mpaka leo ukaenda Unguja kule ukutani kwa babu zetu, sikia Sheikh Abdullah bui na Salim umesikia na Sheikh Salim bui. Bui ni rafiki ambaye kwamba Kiarabu anaitwa Khalil. Khalil ni yale mapenzi yamekuingia ndani ya mishipa. Uko tayari ufe wewe, lakini yeye asigusike. Uko tayari ukose yeye, yeye asikose. Uko tayari kujinyima wewe, yeye asikose. Na viso kama hivi vingi, wakati hautoshi. Kitu tutakachokuambia, tukieleza maulidi yataka wakati mrefu. Tukieleza mambo yote taeleza mambo mengi. Nitaeleza aya alisoma Sheikh Awadh. Sheikh Awadh amepata daraja mara hii mfungo 6 ya kuwa ndiye msomaji wa miaka 100. Natumai mmepata nyote watu wa Mwanza. Sallu ala nabi. Katika ziara alipata Mardhiu Musa mwanafunzi wetu. Katika maulidi alipata Sheikh Awadh. Na hawakupewa kwa hawa, ni watu mbalimbali wakahukumu kwa mengi yafaa kuhukumiwa. Kwa sababu nyinyi mna msomaji wa miaka 100, ni lazima wasomee miaka 100 bila kupumzika. Kuanzia leo hesabu mpaka miaka 100 msomaji wenu ni yeye. Maulidi yamekuwa mazuri sana, nyoyo zimetulia sana. Lakini naomba walimu, tukitoa kasida tushirikiane sote. Kuna ugonjwa hata kule kwetu, hii si madrasa yetu kunyamaza kimya, hata kama kasida ijua. Sio madrasa yenu, mtume si wenu. Wale wa msifu nani? Hawakusifia mtume wako, kwani kunyamaza kimya? Ibn Taymiyyah, nikisema Ibn Taymiyyah siko mimi namkubali, wale wapotofu huona hakuna mtu mbele kama yeye. Alisema katika majlisi ya dhikri na maulidi, wa masukunu kaswatan wajafaan famadhmumun la khaira fi. Ukajituliza kimya katika maulidi au katika dhikri, kaswa kususua, wajafana kujiepusha hivi, famadhmumu yatukanwa, lazima utingishike katika maulidi. La khaira fi, mtule hana khairi. Asema nani? Sheikh wa Mawahabi. Sheikh lao asema mtu akitulia katika maulidi hana khairi, ule tingishikao ndio mwenye khairi. Asema Sheikh al-Mawahabi, na amesema mengi ya kutufaa sisi. Mmoja alisema wa maraahu salafu fa sunnatun aidha, jambo watu wema wakaliona wa nyuma laitwa sunna, nalo iko tena bid'a. Bintemia jambo lote salafu wakiliona laitwa sunna ndani ya fatawa zake.
Sasa haya maulidi na matari na kasida waliona ni salafu si salafu? Kwa madhhabi Ibn Taymiyyah imekuwa nini? Bid'a ni ipi? Watueleze sasa bid'a. Au waseme shekhe lao ni bid'a. Leo tari imepigiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akitaja Mtume mswalie ndio atakupenda. Ukinyamaza na Mtume hana haja nawe. Ukisikia Mtume ametajwa na ukanyamaza kimya, basi Mtume hakutaki. Ukimswalia hakutaka. Sasa tizama mwenyewe, wamtaka Mtume humtaki. Maulidi alisomewa Mtume, na ule mwanamke alikuwa na hikma. Alipokuja kutaka kupiga tarih, alimwambia Mtume, inni nadhartu in raja'aka Allahu saliman ghaniman an adhriba ala rasika bidufi, nimeka nadhiri mimi Mungu akurejeza salama na umepata ghanima, nikupigie juu ya kichwa chako twari. Mtume amemwambia vipi? Usifanye. In kunti nadharti fafali, ikiwa umefanya, ukiwa umeka nadhiri fanya. Mtume akainamisha kichwa chake akapigiwa twari na mwanamke kwa muda mrefu sana. Mtume amwambia mtu fanya, mwingine akwambie usifanye, haamua mwenyewe. Mtume akwambia fanya. Wangira mbona pokuja Saidina Umari alificha tari ule mwanamke? Hiyo kwanza ni hadithi nyingine, sio hiyo. Na ni kweli mwanamke mwingine alificha tari pokuja Saidina Umari. Mtume akamwambia shaitani akukimbia wewe Umar. Unajua maana yake? Ule mwanamke ni shaitani. Mtume amekwambia fanya, umeogopa Umar wewe? Huwa nani mtu huyo? Mtume mwenyewe akwambia fanya. Umar akija unyamaze. Maana yake umemfanya bora nani baina Mtume na Umar? Sasa wa nani wewe? Si kwa kile kitendo cha shaitani. Ule mwanamke una shaitani kichwani mwake. Fanya. Hata kaja nani? Hata kaja Jibril, fanya. Mwambie Jibril, huyu ndio aliniambia kufanya. Mpaka yule alikwambia fanya kwamba usifanye tena, hapo ndio utaacha. Na Mtume tutafanya, tutafanya. Ibn Taymiyyah alisema nini? Wa badanu nabii sallallahu alaihi wasallam khairu min almasajid. Mwili mmoja tu wa Mtume ni bora kuliko misikiti yote. Sasa ikiwa mwili wa Mtume ni bora kuliko misikiti, Mtume piga tari katika mwili wake, ukipiga msikitini mwenye ukataza nani? Babu yetu Sayyid Ahmad al-Badawi Jamalil alipokwenda Nairobi mwaka 1356, kuna bwana mmoja Mahra aitwa Awadh bin Ahmad al-Mahri alimletea barua kumuuliza. Ile barua nilikuwa nayo, lakini nasikitika kuna vitabu vyangu vingi vimeibwa wakati kwa mabadiliko, vingi sana, karibia 1400 imeibiwa. Lakini ile barua nakumbuka, mwenye Badawi akaulizwa kupiga tari msikitini yafaa haifai? Akasema jambo la mubaha yafaa kufanya msikitini na nje, ila lilokatazwa usifanye msikitini. Usifanye msikitini jambo lilokatazwa kufanya msikitini. Na Ibn Taymiyyah, mtamkaribu Ibn Taymiyyah sababu mashekhe wao wajue waenda kinyume na shekhe lao, alisema wafihi, ndani ya msikiti, tajtamiu almuslimuna indahu lima ahammahum min amri dinihim wa dunyahum. Ndani ya msikiti wakusanyika Waislamu kwenye msikiti kila jambo muhimu la dini na dunia, kila muhimu la dini na dunia. Mambo yaliyokusanywa kwa haraka na baadhi ya wanafunzi wetu aliyofanya msikitini zaidi ya 140 ndani ya msikiti. Miongoni mwao ni kucheza mahabasha. Walipocheza mahabasha, wajanja walisema vipi? Walikijifundisha vita. Msikiti wa Mtume alikuwa ni mdogo kuliko huu. Watakujifundisha vita na mafarasi na kutamba na kushamba. Wataingia msikitini, watotoka nje masahaba kama wana akili. Nauliza nyinyi, watakujifundisha vita, waende wakajibana ingia msikitini na mawanja yako? Walikifurahi tu kwa sababu si vita. Ibn Hajar al-Hafidh, imamu ya aima, alisema wadhalika kula yaumaidi, ni kila siku ya Idi. Je, kila siku ya Idi ni sunna kujifundisha vita? Ikiwa ni hivyo wafanye wa mawahabi,
kila siku ya Idi wajifundishe vita. Kila siku ya Idi waje msikitini wajifundishe vita. Sababu si sunna. Wengine kwamba la wale ni mahabasha mtume aliyoacha, lakini wengine hakuwaruhusu. Je, Uislamu una mahabasha? Una na Waislamu wengine? Muislamu ukifanya lema ni yoyote atakubaliwa, akifanya baya ni yoyote atakatazwa. Kwa sababu hiyo kuambia hawa ni mahabasha ati kwani mtume na mahabasha na Waarabu? Akamwambia manake wale mahabasha waliopokea masahaba kwa uzuri, basi mtume alikuwa hataki kuudhi. Manake mtume ni politician, achunga ili wale jamaa wastarehe kule, afanye jambo la haramu kwa ajili. Hapana, lafaa afanye yote lafaa, halifai asifanye yote halifai. Tusidanganyeni na ulamai hawa wa kuropokwa. Tuangalieni haki iko wapi. Sisi ni Waislamu, aya tulosomewa ile yatosha kuwa ni mawaidha. Ya ayuhan nas, nyinyi watu. Wajua watu ni wale walitokana na Adam. Ayuhan nas kullukum min Adam wa Adamu min at-turab. Kila aliyotokana na Adam aitwa mtu. Ikiwa hukutokana na Adam utokana na magorila na mashimbanzi, wewe si mtu. Ikiwa utafuata kina Charles Darwin ukakubali kutokana na nani? Mashimbanzi na magorila, wewe si mtu. Ukikubali kutokana na Adam moja kwa moja, wala kad karabna bani Adam, watoto wa Adam, umekubali kuwa ni mtoto wa Adam, basi inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumeumba mume mke, lazima kupatikane mume na mke. Na katika sharia ya Kiislamu mume akubali kuwa ni mume na mke akubali kuwa ni mke. Wale tutanganya kwamba wanawake sawa sawa na wanaume ndio wenye matatizo, wawapeleka wanawake maofisini, wao hawaingii majikoni. Mwanamke kaenda ofisini, fahali yake jikoni achinje kuku, asafishe sufuria, ndio sawa. Mwanamke akiingia hedhi mwezi wa pili mwache mume aingie hedhi. Mwanamke kiza mtoto mwezi wa pili mwache mwanamume, si sawa? Wenye elimu hasa biology wamesema wanaume wamekhalifiana tangu katika X na Y na Y na Y katika chromosome wamekhalifiana. Leo mwanamke ni mwanamke, lakini katika sharia una haki kamili kama mwanamume, lakini ajue kuwa ni mwanamke, asisahau tu. Ukipelekwa ofisini umepelekwa kwenda kutongozwa, hukupelekwa ni usawa. Ule fahali atakutongoza, nakwambia wazi. Maana katika gazeti ya Saudia imeandikwa kuna ofisi moja tuamtaka mwanamke mwili wake mwembamba, matiti yake yamesimama, macho yake yasinzia, aje afanye kazi ya ofisi. Hata kufanya kazi gani? Hebu nauliza, hata kufanya kazi gani huyo? Mwanamke ni ule akubaliwe kwa mwanamke, si kwa mwanamke afanye ajabu. Wanawake wafanya adabu. Sayyidatina Aisha kasome habari yake, Sayyidatina Sukena kasome habari yake, Sayyidatina Nafisa kasome habari yake, mpaka Imam Shafi alimeogopa Sayyidatina Nafisa. Watu wote walimeogopa Imam Shafi, lakini Imam Shafi alimeogopa nani? Sayyidatina Nafisa. Akienda kuomba dua kila siku Sayyidatina Nafisa, mpaka siku ya mwisho Imam Shafi akawa mgonjwa, akaambia Sayyidatina Nafisa, ya binta Rasulillah, naombea Mungu nipone maradhi yangu. Akamba sikuombei, maradhi yako ni safari tayari, tengeneza dhana yako uondoke na wewe salama. Imam Shafi alipokufa akasema jeneza yake kwanza isende msikitini, ije kwangu niswalie mimi. Angalia pawa gani kweli. Waweza kufa Sharif Haddadi au Said Abdul Qadir Sagaf, useme jeneza yake ije kwako kwanza, ije kwako, watasikiliza watu? Said Abdul Qadir Sagaf amekufa, Sharif Haddadi amekufa, useme kwanza jeneza isende msikitini ije kwangu, nani atakusikiliza? Utaonekana una wazimu wewe. Lakini Sayyidatina Nafisa ile jeneza ikenda kwake kabla kwenda msikitini na akaiswalia. Wanawake wanaswalia jeneza na ni sunna waswalie kule nyumbani baada ya kuoshwa, lakini wanawake sunna yao ni kulia tu, hawana lingine. Wakimaliza kulia husengenya, basi sunna mbili hufanya.
kwanza hulia kisha wakasengenya. Wanawake wenye busara wameka burda, wameka mudharia, wameka la ilaha illallah tahlili, wanawake wenye busara. Hawa watu wambia hazifai, ni bid'a. Ama kusengenya na kutusiana na kukashifiana katika mazishi ni sunna. Ama kuleta la ilaha illallah na kusoma mudharia na nini ni bid'a. Jamani, nataka tujue hii bid'a ni vipi? Hiyo bid'a ni vipi? Hatujapata mezani. Tuona mezani yake ni hawa peke yake, kwa sababu sisi ni wamoja. Tumeomba min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban, mataifa na makabila. Kuna mataifa na makabila. Taifa lile likusanya wengi, kabila lile litokao dogo laitwa kabila. Quraishi ni shabi, Bani Hashim, Bani Umayya, Bani Makhzum ni makabila. Basi na kila kabila zote kaida zina kabila 14. Hata kabila yenu muna milango 14. 7 ni mitukufu, 7 iko chini. Hata kabila yenu kama hujui kaulize, muna 7 watukufu na 7 wako chini, wamejificha wale chini, lakini ndio kaida. Sasa maana yake ni litaarafu, mujuane, tujuane huu ni nani, huu ni nani. Sio litafakharu, mujifakhiriane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, anayeogopa Mungu zaidi ndio mtukufu wenu. Amogopa kidogo ni mtukufu kidogo, asomogopa kabisa si mtukufu kabisa. Hii ndio aya iliyosoma inna Allah alimul khabir. Na hapa nitakomea kwa sababu saa zimekwenda sana. Si maana kwa mimi nimechoka, mimi sitaki kuchoka, na nikitaka naweza kuchoka. Kuchoka ni kutaka, hakuna kitu kimkulacho kuchoka. Kuchoka ni kutaka, kusinzia ni kutaka. Na nitapa mfano, hawa sinziao ikitoka pilau wataamka wote. Au ni uongo? Umejalia kumwona mtu usinia pilau yaje akasinzia? Mbona ni kama mawaidha usinzia? Hawataki mawaidha, wataka watoke ende zao, shetani hawaita nje. Atakao mawaidha hasinzii, kama atakao pilau hasinzii. Wafanya kazi mabarabarani, ukenda ile miji mikubwa kama Mombasa mpaka Nairobi, kuna vioksi barabarani, kuna watu wanabashataza kikopo, wanatata mtaa ndogo ndogo, zibatali nini, wamekaa tangu magharibi mpaka alfajiri. Umeona kusinzia? Kwa sababu nini? Ataka pesa. Utamwona traffic amesimama barabarani tangu baada saa 1 asubuhi, saa 1 usiku mpaka asubuhi. Hasinzi, gari ikipita amesimamisha, sababu akisinzia kazi yake itaharibika. Sasa wewe usinzia hao maana yake nani? Hamuoni hao? Hebu safiri hivi sasa kutoka Mwanza uende zako mpakani, utakuta na road block ngapi? Ukipiga tao utamwona tayari ameamka halali, kwa sababu akilala na mambo yatalala. Na wewe ukilala msikitini mangapi utayakosa? Rehema ikiteremka ya kutafuta wewe haikuna. Mmoja alikisinzia naye shekhe mkubwa, ule shekhe mwenyeji akasema hapa tunaye fulani, kumbe ule amesinzia. Katika kusinzia kwake ameona kumeibwa mahala, atafuta mwizi kule msikitini. Sasa watu wote wamlekeza yeye, mwizi ni yule shekhe, mwizi. Sasa bwana akamgusa, shekhe ni wewe. Amwambia shekhe ni wewe, maana yako itoka inuka utafanya nini? Utoe khutba. Wallahi si mimi ni mgeni hata sijui kama. Kumbe ni wewe utoe khutba. Ile kwamba shekhe ni wewe, wallahi si mimi hata sijui kama mimi ni mgeni. Sikuwa ni yeye mwivi, lakini uko ndani ya usingizi. Alhamdulillah, maulidi mazuri, nyoyo mzuri. Mutombe Mungu kesho twenda safari. Mimi narudi nenda Nairobi, kuna maulidi mawili. Voi kuna maulidi mawili, kisha nende Mombasa, kisha nirudi tena Voi, kisha nirudi tena Mombasa na maulidi karibu 20 mpaka kumalizika mfungo 7. Na ndugu zangu, watoto wangu wenda Kongo, wana maulidi, na kuna tena
katika ajabu ya tarikhi yangu hakuna mtu aweza kufuata safari yangu mpaka mwisho. Hata hao nifuatao nikimbia njiani. Hajapatikana tangu mwanzo mpaka mwisho kunifuata. Wale nifuata mwanzo tu kutoka Dodoma mpaka Masange na Arusha wamelala siku 10 nyumbani wapumzika. Hapa wamenifuata kutoka Mambrui tu mpaka hapa tabani, atakafika nyumbani akalale. Nini? Ni kutaka na kutotaka. Ukiwa hutaki, kwa sababu hiyo tutakeni kuamka, tutakeni kuchemka, tutakeni na umoja. Mwisho wa maneno yangu, na waomba ndugu zangu wa tarika, mashekhe wa tarika mbalimbali, muwe wamoja katika lengo, mukhalifiane katika kupanga. Huyu na madrasa yake, huyu na chama chake, lakini wakati wa umoja muwe wamoja nyote, mpaka mtu asitambue huyu ni nani, huyu ni nani. Leo hapa tuko Riadha, hapa na tarikhi mrefu sana. Wengi sana walisema hakujengeki msikiti juu ya mlima. Hiyo sana imenena mara 4. Mwito umejengeka. Na msikiti umejengwa kiajabu, hakuja pesa kutoka nje, shatujue. Siri yote naijua mimi hapa. Ni mtu mwenyewe binafsi asaidie. Upande wetu kuna msaada, upande wa hapa kuna msaada, upande wa, lakini ni hivyo kupata shilingi huku, kupata sumni huku, mpaka msikiti umejengwa. Ulipokuwa tayari umekolewa waliojenga, kile Mwalimu Idrisi na Mwalimu Ali hawafai tena, si msikiti wao, waondolewe haraka. Jamani, wamejenga msikiti juu ya mlima peke yao, hawakumbana mtu. Msikiti uondolewe, makanisa yabakie vile vile. Hawana kelele katika makanisa, mabaya yaendelee vile vile, lakini msikiti uendelee. Na kwa hivyo wapewe wao. Chakula kimepika, kimekuwa tayari, wapewe wao. Nitatolea hadithi moja ya mwisho ya kufurahisha tumalize maneno yetu. Bwana mmoja alikuwa na ugonjwa wa kutungia madirishani usiku. Na huu ni ugonjwa huwapata wengi, watu wakilala kupata madirishani kutizama hufanya nini. Huyo bwana akaona ugonjwa, na wako hao hapa wako pia serikali ndio huyo anapenda kutungia madirishani. Huona raha kuona watu chumbani hufanya nini. Sasa huyo bwana akaenda kumtungulia mmoja mwenye hikma. Ule bwana akamuona na mwenye kufanya ibada. Alipomwona akamwambia, ya Rabbi, nakuomba unipe shilingi 1000, sio 1000 ya Tanzania, ni 1000 ya juu kule. Kama ukitaka kufanya, hata usifanye Kenya, fanya ya Oman au Saudia, unipate shilingi 1000, tena isipungue moja. Ya Rabbi, ikipungua moja sitaki, nitakurejezea mwenyewe. Ule bwana atungia, na alikuwa ni Myahudi, akasema huyu ni mkweli, tikimpa ikipungua moja tarejeza. Akaenda kumtukulia 999, akamletea, akazitumeza katika dirisha. Ule bwana kahesabu mara kwanza, mara ya pili, mara tatu, ni 999. Akamwambia, ya Rabbi, umenipa 999, moja haikushindi, hutonipa leo, utanipa siku nyingine, kwa sababu hizi 999 natia mfukoni. Ule bwana, mmezikosa pesa zangu. Akaja mlangoni, bwana, zile pesa ni zangu, Akaambia, sikukuomba wewe, nimeomba Mola wangu, kwa sababu alonipa Mola wangu. Kama nimekuomba wewe ni zako. Ni mimi. Akaambia, sasa nitakwenda kushtaki. Mpaka nishtaki. Akaenda kumshtaki kadhi. Kadhi kaambia, kamlete mgomvi wako. Akaambia, twende. Akaambia, mimi kaida yangu huvaa juba na huvaa na kilemba, leo sina, nitakwenda vipi kwa kadhi? Akaambia, nitakuletea pesa, nimezikosa. Ziko shilingi 1000 zamani nyingi sana. Maana wakati mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, nimeondoka Mombasa mpaka Kampala kwa shilingi 36. Shilingi 1000 ni ngapi? Mombasa mpaka Kampala shilingi 36. Mama yangu ameniambia ameondoka Lamu mpaka Unguja kwa meli kwa shilingi 5. Kwenda kumwangalia babu yake. Lamu mpaka Unguja kwa shilingi 5. Hafanya hesabu 1000 ngapi? Baba yangu walipokwenda hija na mwenye Badawi, gharama zao zote mpaka kurudi walitumia shilingi 798 pamoja na chakula na gharama ya safari. Hazijatimia 1000 kwa watu wawili. Umalizika haraka yako. Basi
Ule bwana akamletea, akamwambia kanzu yangu pia imechafuka, akamletea kanzu. Akamwambia sina cha kupanda. Ule bwana senti amezikosa, akamletea farasi. Wakaenda kwa kadhi. Ule bwana akamwambia kadhi, usisikize Mayahudi warongo, innal yahuda la qaumun buhtu. Hii kanzu nilovaa atasema ni yake, ni yangu. Na hili juba atasema ni lake, ni langu. Kilemba atasema chake, ni changu. Ule farasi nilopanda pia atasema ni wangu. Kadhi kamba toka wewe, salala kula kitu chako wewe matata. Alipotoka Myahudi akawahulia, sasa amekaa mahala analia. Ule bwana akamwambia ukitubia na ukisilimu nitakurejezea zote, ukitosilimu ni ghanima yangu huzipati tena. Ule bwana akaamua akasilimu na akaenda kwa ule shekhe akasoma, akawa wali ule Myahudi, akarejezewa pesa zake, akarejezewa farasi yake na nguo zake. Hapa mimi nitakoma na kuwashukuru watu wa Mwanza na ndugu zetu, na salamu zangu za watu Kigoma. Hatukugoma kwenda Kigoma, hatukugoma, lakini ni dhurufu. Sababu Kigoma tulipewa heshima daraja ya mwisho, kuja gari 24 kutupokea kilomita 15 nje, na gari moja kafungulia watu. Hata mimi kafikiri labda mimi ndiye Kikwete au ndio nane, lakini kumbe ni heshima. Mpaka wale ndugu zetu wa Kristo, pelekeni pole Sharifu, tutaka tumuone. Nani nitakuonekana? Sina pesa, sina chochote, lakini wakanipa heshima kubwa. Safari kama ile sijasahau, na niko tayari kwenda, kwa sababu sisi tutafuta kazi, hatutafuti pesa. Mimi sisafiri kwa pesa kabisa, wala sina pesa, lakini nitakapo nenda, nikipata ishara kwa Mwenyezi Mungu ninende. Ikiwa ni kwa pesa siwezi kuondosha gari Nairobi kuja hapa kwenda na kurudi, na huku nitoka Maulidini, na huku nitoka kwenye ziara, na huku natoka labda karibu milioni ngapi tangu mfungo Ramadhani mpaka leo. Sijui sekretari wangu atapa hesabu kuanzia Ramadhani mpaka leo umetumia milioni ngapi. Sina shamba, sina nyumba, sina chochote. Pesa zangu ni hizi hapa mfukoni. Ukinibia zote sina safari tena mimi. Ukitaka kunifunga chukua pesa zangu zote basi. Lakini nenda na Mungu ananisahilishia, na nikienda watu wanafurahika na wanatupokea kwa heshima. Tuwashukuru sana, Mungu awabarikie, muishi salama salimini, mkamatane hivyo. Mmekuja na Zafa, tumefurahika, japo mmeshindwa na watu wa London. Hiyo tambia wazi, watu wa London walikuja 70, na London nauli yake ni 600 ya Tanzania kwa mtu mmoja, na ule mtu mmoja itawaleta nyuta watu wa Kigoma. Lakini na nyinyi mmeshinda kwa sababu mmekuja kwa ghera na mahaba. Kwa sababu hiyo kubalini watu wa London wameshinda, na nyinyi mmeshinda vile vile. Msikataeni kushindwa. Asokubali kushindwa si mshindani. Basi hapa tutasoma dua na kila mmoja hudhurishe nia yake, na kushukuru Riyadha ambao kama ndiko jina la Riyadha alhabali badabi kwa fakam biqa'im biha bismi Riyadhi alat masajid uzdaharat tuli nufusa shifa. Alipojenga msikiti wa Mbrui akasema makawanda makapi ardhi ngapi zimezagaa kwa kujenga msikiti kwa jina la Riyadha. Riyadha zile zinaleta kupona, ni dawa ya ugonjwa wa ujinga. Lakini Riyadha iwe ni Riyadh. Mwenye Al-Habshi alipoandika Riyadh msikiti wake alipendelea Riyadhul Janna, mabustani ya janna. Kama hakuna janna hapa badilisheni jina, kama janna iko libakisheni jina. Jina lenyewe ni kufanya kazi, wafanye kazi waongozi. Kwanza kuswaliwe vipindi vyote. Ikiwa kuna swala moja haiswaliwi basi takuwa si Riyadha tena. Alfajiri ni ngumu, wako watu walale waswalisha alfajiri. Si lazima uswali wewe, lakini iswaliwe alfajiri. Na ukiweza kuswali wewe, iki hali ni ya hatari, usije kuswali. Usiwe majambazi ukakuvamia ukasema Riyadha imenivamia. Lakini kia waweza kuja uje, na waweza kuja aje, na darasa na mawaedha, na msimame imara. Sababu mawahabi kazi yao ni kuvamia misikiti. Mpaka sasa wamevamia misikiti 30, na hivi sasa kuna makesi kadha ya kuvamia misikiti. Msikiti ni wenu, mtu amiliki. Serikali zetu za Afrika Mashariki yamruhusu mtu kumiliki nyumba zake na kumiliki mahala pa ibada, au sivyo? Afrika Mashariki yote mtu aweza kumiliki nyumba ibada yake ikani yake mwenyewe, naweza kumiliki miliki zake. Sasa kwa nini kutungilia? Hutaki jenga wako wa watu achie wenyewe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.